إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله أدخل بها كبري لا إله إلا الله ألقى بها ربي وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبيا أعطاه الله شجاعة موسى وشفقة هارون وعظمة سليمان وإقدام داود وبواسط يحيى ورحمة عيسى وصبر أيوب بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله وعظمة جميع خصاله صلوا عليه وآله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وعلى آله وصحابته ذوي الشرف العظيم إلهي زادي قليل ما أراه مبلغ هل الزاد أبقي أم لطول مسافتي أتحرقني بالنار يا غاية المنى أين رجائي فيك وأين محبتي أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتبعوا سنة رسول الله واعلموا أن الفوز مع المتقين ومن لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. أي ndugu Waislamu, nichukue fursa hii kukuhusieni nami pia kuhusia nafsi yangu kumcha Allah na kufuata mwendo na kutekeleza sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika mukaddima alioanza kusoma, kibarul ulama wanamsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanasema nabiyan atahu Allahu shaja'ata Musa. Mtume wetu ni mtume ambaye zile nguvu alizokuwa nazo Nabii Allah Musa kapewa. Nabii Musa alikuwa na nguvu nyingi mpaka ana uwezo wa kubeba kitu kitakachobebwa na watu 10. Na hata siku moja alimpiga mtu dharba wahida fawaqazahu Musa faqadha alayhi mayita. Ngumi moja tu ikawa amemmaliza mtu. Ina maana mkono mmoja wa Nabii Allah Musa ilikuwa ni sawa na mikono ya watu 10. Dharba wahida, pigo moja kaua mtu. Na nguvu hizi alikuwa nazo Mtume Muhammad. Katika vita vya Handaq, sahaba walikuwa wakilivunja jiwe na wakashindwa. Mtume akaingia kati akasema, ana nazilu, niachieni mimi. Alipopiga kidogo jiwe lile likapasuka vipande vipande. Akasema, tushaifungua Kisra, tushaifungua tayari na Sham. Nabiyan atahu Allahu shaja'ata Musa,
wa shafaqata Harun, hata ule upole wa Nabii Allah Harun mtume pia amepewa upole huo. Nabii Harun alikuwa mpole, alikuwa mcheshi, alikuwa na huruma, na ndio maana kaumu yake walikuwa wakimpenda. Siku hizo Nabii Musa alikuja akamkunja kifua chake au ndevu zake, au alimtia kabali akimkemea, ya Harun ma mana'aka idh ra'aytahum dhallu. Tizama Bani Israeli mpaka wanaabudia ndama huyu, na wewe huji hata kuniambia mambo yameharibika na nilikuacha nao katika uangalizi. Akasema, ya ibna la ta'khudh bil lihiyati wala biras. Musa, uliniambia nikae hapa nikusubiri nisiondoke, kwa sababu alikuwa anakamata amri, na ningeondoka kukufuata mambo yangekuwa mabaya zaidi ya hivi. Nilikuwa nakusubiri uje tuamue, nilikuwa naogopa kuwagawa Bani Israeli. Lakini pia wa azmata Suleimana, ile hiba utajiri wa Nabii Suleimani pia mtume kapewa, japo anasema adhama ya bwana mtume haikuwa pesa. Warawadatuhu aljibalu an takula laka dhahaban, anaulizwa unaonaje milima ya dunia nzima tuifanye dhahabu yote upate kutumia. Ina maana mountain Kilimanjaro, mountain Meru, zote zile mtume angekubali zote zingekuwa dhahabu. Unaonaje milima yote duniani tuifanye kuwa dhahabu na almasi upate kutumia Muhammad? Lakini kwa sababu mtume anajua rastu ala saada bi jam'i malin walakin at-taqiyya huwa as-sa'id, bado haijawa furaha kulimbikiza mali, bali uchamungu bwana ndio furaha. Mpaka siku moja akasema, dhaqa halawatal iman, mtu anaonja utamu wa imani. Innal imana la halawa, imani ina utamu wake, kwa sababu ukiipata imani kila kilichokuwa kizito kwako automatically kinakuwa ni chepesi, na kila kinachopita katika ulimwengu huu, matatizo na mambo yake, tafsiri yake inakuwa ni nyingine tofauti na yule ambaye hajampata Mungu na mtume, inakuwa tafsiri yake ni nyingine. Kwa maana tunasema ukimpata Allah na mtume wake umepata kila kitu, na ukiwakosa wawili hawa wallahi umekosa kila kitu, upo kwenye mashaka makubwa kabisa. Imani. Akasema, uridu an nakuna nabiyyan ajuu yawman fa ashkuru Allah wa ashbau yawman fa adhkuru Allah. Mimi nataka niwe mtume leo, nipate tonge nile nipate kumshukuru Allah, kesho nipate dhiki, njaa kidogo, kwa sababu automatically njaa inamkumbusha mtu Mola wake. Kesho nilale na njaa nipate kumkumbuka Allah. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nipate njaa. Angalia mwezi ambao tutausimulia, mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika alamil arwah, ulimwengu wa roho zetu zote zimeumbwa. Mwenyezi Mungu anaziuliza, walastu bi rabbikum, mimi si Mola wenu. Nafsi katahiniwa, Mwenyezi Mungu akaiuliza, man ana, mimi ni nani? Nafsi ikawa na jeuri, imeshiba, ikasema anta wa ana, wewe si wewe, ujijui mpaka unaniuliza na mimi tu. Akaichukua nafsi akaitumbukiza kwenye jela ya maradhi, ikaumwa, ikaugua, akaisikitikia, akaileta, akaiuliza, faman ana, nafsi hebu niambie mimi nani? Umeshaniweka katika maradhi muda wote, mimi naumwa muda wote, wewe tu na mimi tu, kuna nini kwa? Akaitia kwenye jela ya umauti, akaitia kwenye jela ya kadha. Nafsi kote haikomi. Yani kuna watu wakiuawa wakirudi hai watakuwa jeuri tena. Angalia Bani Israeli siku hizo walimkufuru Mwenyezi Mungu, akamwambia Nabii Musa, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahra.
hatuwezi kukuamini mpaka Mungu tumuone mubashara live. Fa akhadhatkum as-sa'iqa wa antum tanzurun, wote wakashikwa na umeme, radi, wote wakafa, huku wanajiona wote wakafa. Thumma ba'athnakum min ba'di dhalik au min ba'di mautikum la'allakum tashkurun, wakafufuliwa pengine watashukuru. Wa dhallalna alaykumul ghamama wa anzalna alaykumul manna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Hata walipoamka hawakushukuru, wanaendelea kulalamika, tumewekwa juani, sijui imekuwa hivi, alimradi tu. Sasa nafsi hizi Mwenyezi Mungu akazipa maonjo kadhaa, nafsi zetu bado zinatakabbar. Baadaye akazifungulia selo ya njaa, aljuu, wasema njaa mwanaume, akazitia kwenye njaa muda mfupi tu. Nafsi kule ikaanza kupiga kelele, ya Rabbi, uko wapi Mola wangu? Mwenyezi Mungu akaileta nafsi, akaiuliza man ana, nataka uniambie mimi nani nilokuweka kwenye njaa? Akasema anta rabbi wa ana abduka dhaif, wewe ni Mola wangu karimu na mimi ni mja wako mnyonge, dhalili, dhaifu kabisa. Ikaonekana nafsi zetu zinatulia, zinakuwa na heshima na adabu pale zinapopata njaa. Ndio maana hata tukaletewa mwezi wa njaa. Ingekuwa nafsi zetu zinakoma kwa sababu ya kuumwa, basi pengine ingekuwa Ramadhani siku wa chakula, pengine tungeletewa mwezi wa njaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, uridu an nakuna nabiyyan ajuu yawman fa adhkurullah, nataka niwe mtume ambaye napata njaa siku moja, nilale na njaa, na amelala na njaa wala si siku moja, nipate kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Angalia watu wanavyoingia kwa wingi msikitini leo. Hata ukifanya khutba mpaka saa 8 hutosikia watu kunung'unika, na maisha ni yale yale tu. Njaa imetutia adabu. Angalia tunavyosukumana kwenye makulatain, watu wengi wanasema saumu haqiqiyu, ile saumu ya kweli kabisa, inaumiza njaa tumboni lakini inalainisha moyo. Jeuri zile za moyo zote zinakwisha. Ndio maana anayekula sana Allah mpendi. Mtume sema inna Allaha yabghudhu kulla ja'bariyin, Mwenyezi Mungu anamchukia mtu anayekula sana, alafu mwenye moyo mkatili, anayepiga makelele sokoni. So anayekula sana na ucha Mungu ni mdogo sana. Uridu an akuna nabiyyan ajuu yawman wa ashba yawman fa ashkurullah, siku nyingine niwe na shiba kidogo nipate kumkumbuka Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu. Sehemu nyingine anasema khayyarani Allahu an nakuna abdan wa nabiyya au an nakuna malikan wa nabiyya. Mwenyezi Mungu aliniambia chagua Muhammad, nikufanye mfalme na utume ndani yake, au uwe mtu wa kawaida tu lakini na utume ndani yake. Akasema mimi nikachagua niwe mtu wa kawaida, mimi nikachagua niwe mtu wa kawaida lakini na utume. Angalia, mtu mmoja anatoka Furs anakuja kumuona Mtume Muhammad. Jamani, iko wapi mtume? Anakuta mtume na sahaba zake walivyokaa, hakugundua. Maana mtume uvaaji wake na sahaba zake huwezi kujua yuko wapi Muhammad. Akaoneshwa hadha huwa Muhammad, mtume uliomfuata ndio huyu. Alivyomuona mtume anatetemeka, mtume ambia una nini wewe, unababaika nini? Kisha mtume asema mimi ndio yule mwenye mamake ambaye anakula kadij, yani zile nyama za kukaushwa kama ni samaki au matope kwa wajawazito, kwamba hata mamangu alipokuwa mjamzito anakula kama wanawake wengine, anakula matope tu. Amezoea wale wafalme wa Kifursi, wa Roma, wakubwa. Mtume ambia usibabaike, mimi ni mtu wa kawaida, ni sayyidil mutawadhi'in. Kwa hiyo mtume adhama ya Suleiman angetaka angemshinda Nabii Suleiman. So Nabii Suleiman yeye hakuwa na milima ya dhahabu, alikuwa na kijimlima cha dhahabu. Wanasema wa iqdama Daud, na ushujaa wa Nabii Allah Daudi mtume kapewa. Nabii Daudi alikuwa shujaa mkubwa, na mtume ushujaa huu alikuwa nao.
Wanasema katika vita kana yataqaddamu aljaysh. Kwenye vita mtume sio kwamba alikuwa anazuiwa, yeye ndo alikuwa anatangulia mbele, analichangulia jeshi. Mpaka siku hizo Sayyidina Ali asema fa idha laqiya qaumu qauma washtadda alba'su iltaqaina bi rasulillah. Ilikuwa watu vita vikiwa viko hovyo, basi watu wote tunakimbilia nyuma ya mgongo wa Mtume Muhammad. Wallahi ma raaina ashja'u nasu minhu, hatujawahi kumuona shujaa wa watu kama Mtume Muhammad. Wa bawasata Yahya wa rahmata Isa wa sabra Ayub, mpaka ile subra ya Nabii Allah Ayub Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa. Nilipita tu katika kumzungumzia Mtume, nizungumze mawili matatu katika fadhail Ramadhan, katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ni pale Allah alipofungua kwa kusema ndani ya suratul Baqara, baada ya billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu. Ya ayyuhalladhina amanu, piga mstari hapo, enyi waumini wa dini ya Kiislamu. Ukiona imekuja nidaa kwa sampuli hii, imma amrun fihi khairun laqad yushadu ilayhi, basi ndani yake tambua kuna jambo lina khairi kubwa linaelekezwa kwalo. Wa imma amrun nahyun yunha anhu, au kuna jambo lina hatari, wanaonywa Waislamu, wanaonywa waumini. Ni maneno ya kimapenzi, ya ayyuhalladhina amanu. Kisha kutiba alaikumus siyam, ilikuja amri, tena ilikuja kwa majuhuli, enyi waumini mmefardhishiwa jambo la kufunga. Imekuja kwa kutiba, mmefardhishiwa. Ukiona neno limeingia kwa kutiba, kutiba hutumika kwa maneno shaqun azizun, magumu magumu, mabaya mabaya, yanaumiza yanaoua. Kwa hiyo jambo la saum, nafsi zetu kama nilivyosema awali zisalimu amri, ni jambo la kukaa na njaa. Si unajua kukaa na njaa ni kifo, ndugu yangu Muislamu. Wallahi nikwambie, kuna baadhi ya watu mpaka anasema kwa hali hii na hisi mimi siweze kufunga. Ndio maana ni mkataba kati ya wewe na Allah. Aya za mbele Allah anasema faman kana minkum maridan, ameanza mwanzo kisha au ala safari, mkataba wa mwanzo kabisa. Ukijua jambo la kufunga si la kitoto kidogo, jambo la kufunga kikongwe ya kome mara moja, jambo la kufungwa mgonjwa akae mbali. Hata mfungaji ukijua kufunga si kitu cha maskhara, Mwenyezi Mungu kawachambua watu hao. Alokuwa mgonjwa ibada haimhusu, ni jambo la kufa ili ukifanya maskhara. Ndio maana akasema kutiba. Huwezi kufunga kama siha yako si nzuri. Yuko mtu anaweza akafunga kwa sababu ya kufunga tu akapoteza maisha. Mtafute yule mtu ambaye ana diabetes, sukari inapanda sana inashuka sana, umshindishe na njaa kama hujamkosa. Mtafute yule mtu ambaye ana ulcers chronic, madonda ya tumbo yamebebana, mshindishe njaa uone chungu cha pili kama ataendelea kama hajafa. Mtafute yule mtu ambaye amedandia maroli, gari imeharibika, aendelee kufunga kama hujaiathiri afya yake. Ndio maana ikaja kwa maneno ya kutiba. Mwenyezi Mungu angeweza kusema kataba alaikumus siyam, lakini kataba ni vitu rahisi, lakini kutiba ni vitu msamiati wake unaingia mpaka vitu vinaweza vikakuua. Angalia tulivyoitwa kwenye mambo ya vita, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum, katumia maneno kama yale. Mmefardhishiwa jambo la kupigana na nyinyi hampendi, kwa sababu kupigana ndio mambo ya kuuana yenyewe. Imekuja saumu kwa kutiba, ni jambo zito, halina uwepesi, na atakayefanikiwa kulifanya wallahi pia mambo ni mazito. Innal adhaima kufuha al-udhama. Kuna aya inasema wantasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, tutaikuta mbeleni hapa. Hili ni jambo zito, na atakayefanikiwa kufunga bila shaka ni mtu mzito na atapata mambo mazito. Kwa hiyo kutiba mmefardhishiwa kufunga.
alafu Mwenyezi Mungu asema kutiba alaikumus sawm. Kutiba alaikumus siyam. Hakusema sawm kwa sababu sawm ni jambo la muda mchache, na sawm unaweza ukaitafsiri kunyamaza. Hata kunyamaza kunaitwa sawm. Maryam anasema inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Leo mimi nimetia nia ya sawm, kunyamaza. Hakusema siyaman kwa sababu sawm ni kunyamaza kwa masaa tu. Lakini kutiba alaikumus siyam, Mwenyezi Mungu amesema siyam kwa sababu siyam ni jambo la muda mrefu, sio kufunga siku moja asubuhi mpaka jioni, siku 29 ama siku 30. Kwa hiyo hii saumu utaendelea nayo. Ndio maana saumu inaendelea mpaka mwaka mwingine ujao. Ar-Ramadhanu ila Ramadhan kafaratu lima bainahuma inijtanibatil kabair. Ramadhani iliyopita mpaka itafikiwa na Ramadhani nyingine ni ufutio wa madhambi, lakini kama utajiepusha na ile miji dhambi mikubwa. Na maana ya siyam, kwa sababu saumu ina njaa, itatupa ucha Mungu pia kimaanawia iwe ya muda mrefu. Ina maana unavyoishi hivi sasa ndani ya saumu ya Ramadhani, itakiwa hata nje ya Ramadhani uishi hivi hivi. Hii saumu ya Ramadhani kuja kwake ina manufaa makubwa mabwana. Ramadhani imekuja kutuonesha inda na istidad. Wallahi tunazo power hivi sasa ndani ya Ramadhani. Baada ya mtu kuanza kufunga, anakubali kufunga siku zote. Juzi nilipata safari, nilienda msibani. Safari ile ilikuwa ndefu kidogo, na unajua safari ni mashaka ndani yake. Tukapeana fatwa, jamani ruhusa zimetoka, jamani tufungulieni. Wengine nasema huku kuja kufunga baadaye itakuwa tabu. Pamoja ruhusa ya Mungu tunaikubali. Mpaka wakaniuliza tukiendelea kufunga si hakuna dhambi? Nikamwambia ndio, hakuna dhambi. Basi kufunga baadaye ni tabu. Yani Ramadhani imekuja kutuonesha kwamba ikiwa una uwezo wa kufunga, kung'ang'ania, utaki hata kuachia hata kama una homa, Ramadhani imekuja kukuonesha hata nje ya Ramadhani, zile Jumatatu na Alhamisi, ayyamul bid, masiku meupe, siku za Arafa na Ashura, wewe pia unaweza kufunga. Hujataka tu mpaka unafunga siku 30 na utaki kuachia. Ramadhani imekuja kukuonesha tu. Ramadhani ni kulia, Ramadhani ni kitivo. Lakini hivi sasa tizama, unasali qiyamu tarawih, unasali raka 8 nzima kwa juzuu. Sehemu nyingine unasali raka 20 nzima. Tena ukiftari unasema sitaki kula sana iftari kwa sababu tarawih itanisumbua. Unaenda unasimama mpaka na imamu unamaliza. Yani Ramadhani imekuja kukuonesha hata miezi mingine wallahi qiyamul layli wewe unaweza. Lakini pia hivi sasa sala 5 hazikupiti. Umekuwa mcha Mungu sasa hivi, sala zote hazikupiti. Qablia, baadia, ishraki, dhuha, salatu awabin, zote hazikupiti. Ramadhani inakuambia hata ikiondoka Ramadhani bado uwezo wa kuswali sala 5 unazo. Leo tumejizuilia na zina 100%. Mtu anamwambia kabisa kimada wake, huu mwezi wa haki, hii nyumba uione pa, usifike hapa, labda Idi Mosi, mwezi wa haki, tutalaliwa. Ndio maana unakuta watu wanaoana kwa kasi. Tuhalalishe, tuoane, japo tunaambiwa ndoa za uji, lakini wanafanya nikah. Ramadhani inakuambia wallahi hata nje ya Ramadhani wewe kuacha zina unaweza. Ramadhani imekuja kukuonesha tu mapungufu yako. Ramadhani ni kioo, ni sentimira, imekuja kukurekebisha tu. Hivi sasa umekuwa ajwadan nas, unaweza hata kufuturisha watu, unatoa sadaka. Tizama sadaka za leo Ijumaa bila hata hamasa kubwa. Mtu jamani, ndio mwezi wa kutoa huu. Ramadhani inakuambia si Ramadhani peke yake, hata miezi mingine unaweza ukatoa, unaweza ukasali, unaweza ukafunga, unaweza ukajitahidi katika mambo ya kheri. Kutiba alaikumus siyam. Na ukifanya hivyo utakuwa umelipata lengo la sawa. Kutiba alaikumus siyam, mmefardhishiwa jambo la saum la muda mrefu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, hata waliokuwa kabla yetu sisi, kaumu zote, kaumu ya Nabii Musa, Nabii Shuaibu, Nabii nani, wote walipewa. Kwa hiyo msije mkaona jambo lenyewe zito. Ni zito kweli, si jepesi.
hata walokuwa kabla walipewa maonjo haya. Faida yake la'allakum tattaqun, mpate kuwa wacha Mungu. Haya niulize, hamjao wacha Mungu? Hizo sijida zinazotoka hivi sasa nini? Sijida sasa hivi zimetoka. Mpaka shekhe mmoja anasema hii Ramadhani ikiingia, unajua ukienda msikitini umekosa jama utaka kusali, kwanza tizama huyu mtu anaendelea kuswali, nataka nimguse bega lake niendeleze jama. Mtizame ni yule yule anayeswali mswaliina siku zote au ni mgeni wa Ramadhani? Maana Ramadhani imetuletea wageni wengi. Unaweza ukampa mtihani. Asema mtu mmoja msikiti katika misikiti ya mjini pale, alienda kuswali, alipofika kuswali yeye hawezi kuswali peke yake, anasali pamoja na jamaa. Alipofika pale watu washamaliza kuswali, akauliza sasa nirudi nyumbani au nisali? Akasema wacha nisali peke yangu. Allahu akbar, bismillah. Wakati anasali wengine wamechelewa, wakaja kumgusa begani hivi, ile kuguswa tukatetemeka, sema sasa hapa nitafanya nini? Nitaweza kuwasalisha hawa? Alikuwa mgeni wa Ramadhani. Allahu akasema hapa napeleka wapi rukuu? Akaenda Allahu akbar, ile rukuu kutizama macho ya pembeni, kumbe si mtu mmoja, safu imejaa. Unajua misikiti ya mjini mwisho mpaka mwisho anaona mashehe wote wamerukuu subhanallah, afu ana ndevu nyingi. Akasema mtihani, sami Allahu liman hamida, anaona wamezidi kujaa. Hapa nawapeleka wapi hapa? Sijida. Allahu akbar. Aliposujudu pale akasema Mungu mwenyewe unaona uwezo wangu ni hapa, sielewi tena tunaenda wapi. Akanyanyua shingo yake kimya kimya na waangalia wote wamesujudu, akatambaa pole pole, katafuta yebo zake safari. Watu wamesujudu, wewe hii sijida hii inaitwa nini sijida hii? Au ndio ile sijida tukaambiwa mtume kafa hapo? Ramadhani imetukusanyia watu. Faman kana minkum maridan, kwa hiyo kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, mpate ucha Mungu. Alhamdulillah, ucha Mungu tunao, tumeupata. Yani katika khutba zote nikija na beba tension, saa imefika ngapi? Lakini leo sina wasiwasi, najua watasikiliza tu kwa sababu nyoyo zimelainika. Hasa leo ndio chungu sio cha 20 sio 21, nyoyo zimetulia kabisa. Watu hawana wasiwasi msikitini. La'allakum tattaqun. Sasa ni kitu kizuri saumu, lakini tunasikitika Allah anasema ayyama ma'dudat. Saumu yenyewe ni masiku machache. Msikitini tunapewa darasa za kila aina, lakini saumu yenyewe ni masiku machache kabisa. Angalia matajiri safari wanavyotufikiria, wanatoa iftari. Ni mwanzo tu wa Ramadhani kuingia. Kuna matajiri kutoka Marekani wametafutari, japo wamewaliga baadhi ya watu. Bwana, hizo ina maana hata matajiri wenyewe wanaachia kipindi hiki. Ingekuwa Ramadhani mwaka mzima, wallahi kila mtu angetoka kimaisha. Ayyama ma'dudat, ni masiku machache tu Ramadhani. Faman kana minkum maridan au ala safarin, mgonjwa msafiri, iddatun min ayyamin ukhra, pata udhuru basi siku nyingine atalipa. Walladhina yutiqunahu, na wale ambao hawawezi kabisa ishu ya saumu, fafidyatun ta'amu miskin, basi watoe chakula kuwalisha maskini. Faman tatawwa khairan fahuwa khairun, na yule atakayeamua kufanya wema mkubwa, kheri kwa sababu yake, itakuwa ni bora kwake. Wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun, na kufunga ni jambo bora kama watu wangejua. Shahru Ramadhana alladhi unzila fihi alquran, tambueni Ramadhan ndio mwezi ulioshushwa hii Qur'an. Bali ni kuambie tu kwa utukufu wa Ramadhani, si Ramadhani peke yake, vitabu vyote vya Mungu, vitabu vyote vya Allah, vitabu vyote vya Allah 100 na kitu, vyote vitabu vya Mungu sio vinne tu, 100 na wengine malaki, na vyote vimeteremshwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Huu ndo ushushwa ndani yake Qur'an. Lakini Mwenyezi Mungu akasema kutoa ofa ya msafiri na mfungaji, yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra.
hataki kutilia uzito, anataka kutilia wepesi. Walitukmilul idda, basi tujitahidi kukamilisha yale masiku. Litukabirullah, tumtaje Mungu kwa sana, pengine tukaongoka. Lakini Mwenyezi Mungu akasema, wa idhalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an. Kipande hichi kwa kifupi tu, khutba pili tutakiweka sawa. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان, nichukue fursa hii kukuhusieni kwa mara ya pili kumcha Allah na kufuata mwendo na kutekeleza sunna za Mtume Muhammad, pamoja na kuzichunga saumu zetu. Ndani ya saumu tumekatazwa mengi, kwa sababu saumu ni chuo. Tumeonywa kusema uongo, lakini ndani ya Ramadhan tumeonywa kukasirika. Mtu akiwa amefunga pia hatakiwi kukasirika, na ikiwa mtu atatokea akakutukana au akakupiga, itakiwa umwambie inni saimun, mimi ndugu yangu nimefunga. Na kwa munasibu huu basi hata mtoto akikosea mchana Ramadhani muache, subiri ukifuturu kidogo ndo muite umtie bakora, angalau hata watoto nao waonje kidogo, hata watoto nao waonje ladha ya Ramadhani. Lakini pia mambo ambayo ni muhimu kwa ajili ya saumu yetu, kuwahafifishia wafanyakazi kazi. Yule mfanyakazi mpunguzie kidogo majukumu. Mke ndo kabisa, msaidie pia mke wako. Lakini ndani ya Ramadhani tulichohusiwa zaidi kuomba dua.